Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza na kuletea mada inayosema mpenzi kakupunguzia penzi na sababu huzijui. Mtazamaji, meseji hii ambayo imeleta mada hii ni meseji ambayo inawahusu watu wengi sana ambao wanaona penzi limepungua lakini sababu hawaijui. Inasikitisha sana 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 kuona kwamba kuna mtu unampenda, unamjali, unamthamini, lakini yeye hapati shida moyoni mwake kuona kwamba yale aliyoanzisha ameshindwa kuyakamilisha. Huyu dada anasema hivi, shida yangu nitaka kuuliza, kwa nini mwanaume akikutafuta kila muda unaona message, ila baada ya mahusiano kukolea message zinapungua? Akanekena video ambazo amezitoa TikTok. Sasa ni message za watu hawa ni maarufu, naona kwenye mikutano mikubwa, lakini mambo wanayoongea mengine hayana ukweli. Wanayoongea, kwa mfano nikusikizisha moja hapa ambayo imetoka hapa, haizina ukweli. Mambo wanayozungumza kama vile ni kutaka kuburudisha watu, lakini sio kuwafundisha. Mambo mengi ambayo naona yanazungumzwa na watu ambao wanaonekana kama vile ni wataalamu, lakini unakuta sehemu kubwa wanayozungumza ni kama vile kuburudisha tu watu kumbini, lakini sio kuwafundisha. Sasa nikamuuliza, labda umepunguza mvuto wako ndio maana penzi limepungua? Akasema, daktari, ananiuliza hiyo swali lakini sijalielewa. Ila akinihitaji ananiuliza, uko free? Nikiwa free namwambia tunakutana, baada ya muda kidogo anashukuru kwamba akili imekaa sawa. Basi utaona akisafiri tu lazima vile vitu ninavyovipenda ataninunulia na kuniletea. Nikamuuliza, kwa hiyo usichokipenda ni mawasiliano kupunguza? Akasema ndivyo hivyo tu. Nikamuuliza yeye swali, je, wewe ni muongeaji? Akasemaje? Akasema ni kawaida tu. Mara nyingi mimi nilishaambiwaga nimwamkie, japokuwa kiumri mimi nimezidi kidogo. Japo aliniambia anashangaa mtu kumwamkia kwa sababu amenizidi umri, lakini mimi nampenda, nampa hiyo heshima. Sorry. Alafu anaendelea, nikimuomba kuongea ana kwa ana anakubali. Nikamuuliza, baada ya kutumia zile video ambazo nilikuwa nimekutumia, zimekuletea utofauti gani zile video za kumnogesha mwanaume kitandani, muonyesha maeneo 14 ya kumshika mwanaume ambaye yuko uchi? Nikamuuliza, baada ya kutumia zile video imeleta tofauti yoyote? Akasema bado sijakutana naye, nilikuwa nimesafiri. Niliporudi kauliza, tukutane lini? Nikasema ndio, nimeingia period. Akasema siku zote hizo ulikuwa free? Nikasema ndio. Sasa mimi kumuomba tendo hata kama nina hamu, naona kama si haki. Nikamwambia hivi, muombe ndo atajua kwamba unampenda na kwamba huna mtu mwingine wa kufanya naye mapenzi. Akasema nilishamwambia ni yeye tu, sina mpango na mwingine. Nikamwambia kama nivyo, wewe mwambie leo nataka nikunyonye, uone atasemaje. Ndio akasema sijui kama nitaweza kumnyonya, lazima nijifunze. Ndio nikamwambia video nimekutumia ziangalie. Akasema ngoja basi niziangalie. Sasa hivi tunachati naye, alafu tukikutana nitafanyia kazi, nitakupa mrejesho. Haya ni mambo ambayo yapo. Ni kwamba mtu anataka penzi liendelee na sio lishuke. Sasa baada ya kuchati na huyo dada, wakati naandaa mada hii, nikapigiwa simu na mama ambayo yuko ndani ya ndoa miaka 22. Asema, daktari, nimekusikia kwenye video zako umesema kuna kina mama ana miaka 55 wanafurahia mapenzi kwa kiwango kikubwa baada ya kumtumia video. Na kuna dada mwingine vile vile umesema kwamba alikuwa ameshakoma hedhi, ameagizia dawa kwako, lakini ukampa ofa ya video na yeye vile vile ameona mabadiliko matamu kwenye ndoa yake. Na mimi nazitaka hizo video, maana yake sasa hivi na mwaka wa 2 sijafanya mapenzi na mume wangu anachepuka. Lakini alishaniambia kabla sijagundua kwamba anamchepuka, alishaniambia kwamba bwana kuna mambo ambayo bwana unayafanya visivyo. Alishaambiwa, akapuuzia.
Sasa akasemaje huyu mwanamke, maneno yake nimeandika hapa. Akasema hivi, mimi dokta, nimekulia kanisani, wazazi wangu walokole, nimeolewa, sijui chochote, ndoa ina miaka 22. Mwanaume alishawahi kuniambia unatakiwa uwe creative, yani uwe mbunifu. Mimi nikaona bwana, haya mambo ya watoto bwana, lakini dokta ameniponza kabisa, naona kosa ni la kwangu, mpaka mume amechepuka. Naomba msaada wako wa hizo video ambazo uliwatumia wale kina mama wenye miaka 55 na yule aliyekoma hedhi, na mimi nizifanyie kazi. Sasa hii ni story ambazo zinatoka kwa sasa. Kwa hivi, dada mmoja katika tafiti ya mada hii akasemaje? Hivi, no matter, kwa Kiingereza, no matter how good something already is, it can always be made better. Anasema hivi kwa Kiswahili, haijalishi uhusiano wenu ni mzuri kiasi gani sasa hivi, lakini siku zote unaweza ukaboresha zaidi, yani ukaongezea utamu. Unaweza kuona. Sasa sikiliza sasa, unaposhindwa kuongezea utamu kwenye mahusiano yako ya kimapenzi, unaposhindwa ukabakia ule ule, sikiliza huyu mtu anavyozungumza, inatisha. Inatisha mpaka nilicheka. Wakati nasoma hii story. Huyu kaka anasemaje, dokta, ndoa sasa hivi zimekuwa ngumu sana kwa sababu watu hawana hii elimu. Anasema, dokta, ndoa zimekuwa ngumu sana kwa sababu watu hawana elimu hii unayoitoa hapa, na wengi wanakutukana, wanakupuuzia, lakini ndivyo ilivyo. Anasemaje? Hebu fikiria, huyu mwanamke uko naye wewe, mwili wake unajua ukoje. Sasa mwili wake unajua ukoje, kila sehemu ya mwili wake unaijua. Anayoyafanya ni yale yale, mikao ni ile ile, vikelele anavyopiga vikelele ni vile vile, havibadiliki. Sawa, mile miguno anayotoa, sawa, ni yale yale, umeshayazoea. Asema ni kama vile movie. Sawa, movie ukishaiangalia mwisho wake unaujua utakuwa mwisho wake. Kwa nini uiangalie tena mara tena wakati mwisho unaujua? Unaiangalia nini? Wakati mwisho hiyo movie unajua kwamba mwisho wake itakuwa ni hivi. Sasa uiangalie movie tena ya nini? Tafuta mchepuko. Mwanamke asipojua kujiongeza, tafuta mchepuko. Sasa huyu ni mwanaume anaongea. Sasa huyu ni mwanaume. Sawa? Alafu mbaya zaidi, ndio kusomea sasa historia ambazo nimekuletea hapa. Lakini kabla hapo nataka niongee kitu kingine ambacho cha muhimu hapa. Nachozungumza hivi, akili ya mwanamke na mwanaume vinatofautiana. Akili ya mwanamke na mwanaume vinatofautiana, jinsi unavyopokea mambo na jinsi unavyotoa tafsiri. Mwanaume akiona ana mwanamke ambaye sio mbunifu, hana manjonjo, picha ambayo anaiweka kwenye frame na kuweka kwenye ukuta wa ubongo wake ni kwamba huyu mwanamke hafai. Hiyo ndio picha inayokaa hapo. No. Lakini shida iliyopo sasa, naomba sikiliza hapa. Shida iliyopo kwa mwanamke, akiona mwanaume anaboa, picha ambayo anakuwa nayo kichwani huyu mwanamke ni kwamba mimi sifai, sina mvuto. Unaona tofauti yake? Sasa akitongozwa na wanaume wengine wanaona na mvuto, inakuwa ni rahisi naye kuchepuka. Sasa unaona wao wanaona na mvuto, lakini mume wake anasema sina mvuto. Kwa hiyo yeye anajiona mbaya, lakini mwanaume anaona mwanamke ndiye mbaya, mwenye makosa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu, ndoa zinakuwa ngumu. Hasa hapa lazima ujue jinsi ya kumchanganya akili mwenzio, ili asianze kufikiria juu ya mapungufu ulionayo. Mtaalamu ambaye kwa muda mrefu amekuwa anafundisha watu jinsi ya kufanya kitu wanaita brainwashing. Naomba nisikilize, brainwash, yani unaiosha akili yake, yale mambo ya zamani yote yanatoka. Mtaalamu huyu ambaye anafundisha watu wa CIA, mashirika yale ya kijasusi, CIA, sijui FBI na nini, anafundisha na polisi na nini, anafundisha jinsi ya kumbadilisha, yani kwa mfano kama mtu ameua, jinsi ya kumtega mpaka akubali kwamba amekosa, ni kweli yeye ndio ameua. Analipwa mamilioni, yani kwa saa moja ni $6,000.
$6,000 ni kama milioni 12. $6,000 kwa saa hili moja analipwa $6,000. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Anasemaje huyu mtaalamu? Anasema hivi, shida iliyopo, watu hawajui ubongo wa mwanadamu unavyofanya kazi. Kuna kitu anakiita mammalian brain. Yaani ni ubongo, sehemu ya ubongo unaitwa mid brain. Sehemu ya ubongo katikati ya ubongo. Kuna sehemu ya juu, kuna sehemu ya katikati na sehemu ya chini. Sawa? Hiyo sehemu ya ubongo ya kati haina tofauti na ya ng'ombe, haina tofauti na ya mbwa, haina tofauti na ya kuku. Ndio mamali, yani wanyama wote wanao sehemu hiyo ya ubongo. Wanyama wote wanayo. Ndio mammalian brain. Au wengine wanaita reptilian brain, yani brain nani ubongo wa nani wa mamba. Kwa hiyo inaitwa, kwa hiyo huo ubongo sasa unachojua ni kwamba huyu mwanamke hafai, tafuta mwingine. Kwa sababu mbwa hasemi kwamba mimi nakata mwanamke mmoja. Akili yake mbwa anajua kuna mwanamke mwingine yoyote natia. Nikitaka mwanamke yote ndio hiyo akili ya mbwa au ng'ombe. Sawa. Sawa. Hiyo ndio akili. Sasa hii mammalian brain lazima mwanamke ajue jinsi ya kuihandle na mwanaume ajue jinsi ya kuihandle. Sasa utapeleka kwa washauri, sio wachungaji, sio mashehe, sio washenga, hawana utaalamu wa kuingia kwenye hii mammalian brain ili waweze kumsaidia amwenzio aweze kuona haja ya kubadilika. Yeye mwenyewe aone haja ya kubadilika, sio wewe umpigie kelele nyingi. Sio kwa sababu umpigia kelele nyingi ndio amebadilika. Na umemsaidia aone yeye mwenyewe kwamba akibadilika ni kwa faida yake yeye mwenyewe. Sasa anasema hivi, kuna vitu vinne muhimu sana. Akavipa herufi hizi 4. F, E, A, R. Fear, neno fear lina herufi hizo F, E, A, R. Sasa F ni focus. Jinsi gani unasababisha mwenzio awe anakuwaza wewe mara kwa mara. Focus yake inapokuwa kwako. Sasa focus yake inapokuwa kwako, wataalamu wa sayansi wanasema kwamba where focus go energy flows. Yaani nguvu zake zote zinaelekea kwako. Yaani anapokuwa anakuangalia wewe, anapokuwaza wewe, nguvu zake zote zinaishia kwako. Mawazo yake yote yanaishia kwako. Sasa lazima umfanye aone haja ya kufocus kwako. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, E, sasa emotions. Awe na vitu ambavyo akivikumbuka vinamletea hisia tamu. Sasa emotion inaitwa ni energy in motion. Yaani nishati iko katika matembezi, inatembea. Energy in motion. Kwa hiyo anapokuwa na vitu ambavyo anavikumbuka kutoka kwako ambavyo vinamletea hisia, vinamsukuma aingie kwenye motion ya kufuata wewe, ya kuwa karibu na wewe, ya kupenda kuwa karibu na wewe. Na hii inakwenda sambamba kabisa na wataalamu wengine wa science ambao wamefanya utafiti juu ya kichocheo cha oxytocin ambacho kinakufanya umpendelee uliyemzoea. Sawa, nimezungumzia kichocheo cha oxytocin mara kadhaa. Kwa wale ambao wanafuatilia channel hii wameshafahamu ni kwa nini nimesema hii hormone inaitwa bond hormone. Ina nguvu ya kufanya umpendelee uliyemzoea, oxytocin. Sawa, sasa ikikutana na homoni nyingine ambayo inaitwa vasopressin. Sasa mtu anatuliza akili yako kwako. Vasopressin ni ya kutuliza mpaka mtu anasinzia, anatuliza akili zake zinatulia kwako. Hiyo nimemaliza emotion. Sawa, inakuja ya tatu. Ya tatu ni A. Hiyo maana yake ni, anatumia neno gani pale? Anasema agitation, to agitate. Sasa ku agitate. A ni agitate. Sawa? Agitate maana yake nini? Lete kitu tofauti ambacho akili haikuzoea. Sawa, lete kitu tofauti. Yaani ikitokea kitu kipya tofauti ambacho sijakizoea. Labda kama uliponifanyia wiki 2 zilizopita, sasa hivi akili imeshakisahau. Kikija tena kinakuwa kama kipya. Ndio maana nasema hivi, lazima mwanaume ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17. Na mwanamke naye ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14. Anakuwa anabadilisha. Kwa hiyo yale uliyofanyia wiki iliyopita anakuwa ameshasahau. Unapoyaleta leo inakuwa akili inaona kama kitu kipya. Kwa hiyo ni agitation. Na principle hii anaitumia katika kumsaidia mtu kuacha pombe, kuacha sigara, kuacha nini, mambo mengi sana anaitumia principle. Nyingine sasa kuna maelekezo yake mengine ambayo yanakwenda
maelekezo mengine ambayo kusaidia. Sasa sikiliza. Nyingine sasa inaitwa repetition. Sasa repetition ndio ile ara ya mwisho kwenye neno fear. Repetition. Kitu ambacho unakirudia mara kwa mara kinaonekana important. Kinakuwa muhimu. Sasa kinachofanya ni kwamba kwa kadri unapofanya mapenzi mara kwa mara, alafu katika kufanya mapenzi mara kwa mara unamletea vitu tofauti tofauti, akili yake inaganda kwako. Sasa sikiliza, kitu kinaitwa inconsistent sex. Sikiliza hiki kitu. Nasema, dokta, nimeanza kupata mawazo ya kuchepuka katika ndoa hii nilionayo ya miaka 6 kwa sababu ratiba ya kufanya mapenzi haieleweki. Ratiba ya kufanya mapenzi katika wiki haieleweki. Sasa hivi imefikia ni mara 1 kwa mwezi au mara 2 kwa mwezi, lakini mwezi huu unaoisha leo tarehe 20 ngapi, Februari 26, 20 ngapi leo, ni 0 mpaka sasa hivi ni 0. Imeshafika tarehe 26. Kesho Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ni tarehe 1 mwezi wa 3. Nimebakia siku 3 kufika mwisho wa mwezi. Anasema hivi, mpaka sasa hivi tarehe 26 ni 0. Dokta, nafikiria kuchepuka. Narudi tena kwenye pointi yangu ambayo nimezungumza hapo nyuma. Huyu mwanaume anasema, inakuwaje dokta, utaendelea kukaa na mwanamke mmoja? Unajua matako yake yakoje, makalio yake yakoje, yale. Mkao unajua ni yule ule. Kama ni kunyonya, atakunyonya tu vile vile. Hana tofauti hata ya kunyonya. Kwa ndani zako hazichezei, hajui. Kwa hiyo ni kama vile movie. Ukishajua mwisho wake ukoje, huna haja ya kuiangalia tena. Huna haja, unaangalia nini wakati mwisho wakati unaojua. Sasa sikiliza. Huyu anazungumza ni mwanamke naye. Nimeleta mwanamke. Anasema hivi, dokta, mimi ni mwanamke. Hivi sijui kwa nini wanaume wanatulia na mwanamke mmoja anashindwa kuelewa. Yaani maisha zima mwanaume awe na mwanamke mmoja. Asema sifikirii kwa sababu tu ya uzuri wa wanawake walioko pembeni. Ili kwa sababu tunahitaji mabadiliko na mtazamo mpya. Huyu ni mwanamke anaongea. Kwa hiyo inaelekea na yeye mwenyewe ameanza kuchepuka. Anahalalisha wanaume kuchepuka. Anasema wanaume ndivyo walivyo. Sasa sikiliza. Huyu ni mwanamke. Anasema hivi, dokta, mimi niko ndani ya ndoa. Hii ndoa, tendo la ndoa halitabiriki itafanyika lini. Sasa nimeamua kutafuta michepuko, sio mchepuko, michepuko. Anasema hivi, nikipata mtu ambaye nataka anichepushe, nitampa treatment ya job interview. Anasema nimhoji, yuko tayari kuninyonya, kunilamba na aniandae kwa muda usipungua dakika 20 kabla ya kunitia. Anasema akikataa hayo, unamjua huyu hafai, tafuta mwingine. Nataka kufika kileleni bwana. Sio natiwa na kujolewa tu. Sitaki kujolewa. Nataka mwanamume ambaye ana hakika ana uwezo kwa ufundi alionao wa kunifikisha kileleni. Sasa nimeamua kuchepuka. Si mwanamume alifanya haeleweki. No. Asema huyu ni mwanamke anaongea. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Sikiliza, huyu mwanamke mwingine anazungumza hapa. Sikiliza. Baada ya miaka 7 ndani ya ndoa ambayo sifikishi kileleni, dokta, nimeamua kutafuta mchepuko. Na tendo la ndoa na huyu mwanaume ni amazing. Japokuwa ni mara 1 kwa wiki nakutana naye, lakini dokta, ni amazing. Ni afadhali huyu ananifikisha kileleni, japokuwa ni mara chache tunakutana, lakini ni afadhali kuliko yani mara nyingine tukutana hiyo mara 1 naweza kufika kileleni hata mara 4. Huyu ni mwanamke anaongea. Ndio hapo nasema kwamba mapenzi yanapungua pale mwenzio anapokuwa ameboreka. Sasa shida ni nini? Unasubiri uambiwe kwamba nimeboreka na wewe. Sawa. Sasa mtu mwingine akasema, dokta, inaumiza kweli. Unajuaje sababu ambayo imesababisha mume wako asikuhitaji kimapenzi mara kwa mara? Conclusion unayofikia ni kwamba amepoteza mvuto kwako. Sasa mwanzoni mbona alikuwa anapenda mapenzi mara kwa mara? Dokta, inaumiza sana kwa sababu hujui sababu kwa nini amepunguza kunitaka. Huyu ni mwanamke anaongea. Mwanamke mwingine anasema hivi, dokta, mimi ni mwanamke na miaka 26.
Nimekuwa kwenye uhusiano huu, ni mwaka wa 6. Mume wangu, tendo sasa la ndoa limekuwa kama vile kulazimishana. Ni kweli ananipenda, lakini tendo la ndoa mpaka nimlazimishe. Zamani alikuwa ananitamkia mara kwa mara, nakupenda nakupenda. Siku hizi anitamki kama zamani, nakupenda. Dokta, hivi kuna nini hapo? Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo kuna vitu mwenzio anavisoma, wewe usisubiri kuambiwa. Kuna vitu ambavyo mwenzio havipendi au anavihitaji, lazima wewe uwe mbunifu kuvigundua na upifanyia kazi. Sawa? Sawa? Hili jambo la msingi sana 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 sana. Mwanamke mmoja akasemaje? Ndoa yangu mimi ilikufa kwa sababu ya hili tendo la ndoa. Sasa hivi nimegundua kwamba naweza nikafanya mapenzi na mwanaume yoyote yule. Kwa sababu gani? Nimegundua kwamba mwanaume mwingine unafanya naye mapenzi mara 3, mara 4, mara 5, unakuta tayari ameshaanza kuboa, hana jipya. Unaachana naye, atafuta mwingine. Sasa hivi nimegundua kwamba tendo la ndoa linakuwa tamu zaidi nikikutana na mtu tofauti na ule wa zamani. Unaweza kuona? Unaweza kuona jinsi gani huyu mwanamke anaongea ndoa ilishakufa, lakini anasema kwamba mambo haya yameshaingilia kwenye akili yake, inamchanganya. Sasa lazima uangalie tafiti za kisayansi zinasema nini. Tafiti za kisayansi zinasema kwamba tendo la ndoa ni deal breaker kwa watu wengi. Lisipoenda vizuri linaleta stress, linaleta uchungu, linasababisha mtu anakuwa na uchungu ndani ya nafsi yake, ule uchungu anautafutia faraja nje ya ndoa. Sawa? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unapaswa uangalie jinsi gani ya kuviboresha. Usikubali kupunguziwa penzi. Unastahili penzi la kutosha katika maisha yako. Kwa hiyo kuna maeneo mengine ambayo, mada nyingine ambayo inakuja, mada nyingine inayokuja jinsi gani ya kulimanage penzi. Kabla ya mada nyingine, kwa hiyo kuna mada nyingine ambazo zinakuja. Kuna mada hii inayokuja ni jinsi ya kumanage, jinsi gani kutawala penzi, kuweka sawa kama vile manager kwenye kampuni. Sawa, hiyo ni mada inayokuja. Mada nyingine ambayo inakuja, jinsi ya kumwambia mwanaume, leo nataka nikunyonye. Wanaume wanapenda kunyonywa. Sasa lazima ujue jinsi ya kumwambia, leo nataka nikunyonye, na mazingira gani unapaswa mwanamke umwambie mwanaume, leo nataka nikunyonye. Hata kama yuko mbali vipi, mwambie bwana, ukirudi nataka nikunyonye kwa nusu saa nzima. Uko tayari? Kwa kuna zile challenges. Nasema mpeni challenge. Sasa kuna challenge ambazo zinapaswa ziwepo katika mahusiano ya kimapenzi. Kama leo nataka unifikishe mara 4 kileleni. Unampa challenge mume wako. Unaona? Leo nataka unifikishe kileleni mara 4. Bwana, hapana, mara 1 itoshi. Napenda challenge. Leo nataka uninyonye mpaka nikupizie mdomoni. Leo nataka uninyonye mpaka dudu lote liingie mdomoni. Nataka nikunyonye mpaka anza kufanya mazoezi. Nataka niingize dudu hili lote lizame huko kwenye mdomo. Napenda changamoto kama hizo. Lazima vitu kama hivyo viwepo. Si mwili mmoja bwana. Mwili mmoja. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu jisajili. Subscribe. Ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Leo sijawasomea Biblia, lakini inakuja, Biblia ipo. Bye bye.